Asanteni sana. Basi naomba kuchukua nafasi hii kwanza kabisa niweze kuwashukuru wananchi wa Gongoni. Mwaka juzi tulikuja kubisha hapa Gongoni na tukaeleza azma yetu ya kukomboa Magarini yetu hii. Mulinikaribisha, tukakaa pamoja kwa amani na upendo, tukazungumza na nyinyi katika azma ya kugombea kiti cha ubunge eneo bunge letu la Magarini. Na mulinichagua kwa kura nyingi, lakini wakati ulipofika wa matokeo kutangazwa, ikajitokeza kwamba nimepoteza hii nafasi kwa kura 21. Lakini tulipofanya uchunguzi kwa kuingia mahakamani, tukabainisha wazi kwamba hawa mabwana walikuwa wamefanya wizi, wamefanya ukora na kuwadhulumu wananchi wa Magarini maamuzi yao ya kuchagua kiongozi bora. Sasa leo tukiwa hapa tayari tumeweza kupewa tarehe ya marudio ya uchaguzi, na tarehe si ingine ila ni tarehe 27 siku ya Alhamisi wiki ijayo. Sasa leo nimekuja kwenu kuwauliza na kuwaomba kwamba itakapofika tarehe 27 mwezi wa 11 ambao tunakubaliana kwamba ni Alhamisi inayokuja, basi tuweze kutoka kwa wingi, na kwa wingi wa kura zenu muweze kunichagua ili niwe mbunge wenu, nipate nafasi ya kuwahudumia. Gongoni hoye! Gongoni hoye! Nikiwa hapa mimi nataka niwasihi sana. Tumegundua kwamba yule ambaye alitutangulia, yule kiongozi ambaye alitolewa na mahakama, amekuwa uongozini kwa vipindi vitatu. Kweli si kweli? Lakini licha ya kwamba amekuwa uongozini kwa vipindi vitatu, maendeleo yake yamekuwa ya kobe, pia maendeleo na uongozi wake umekuwa wa gharama. Kweli si kweli? Yaani uongozi wake umepeana gharama kubwa sana kwa wananchi wa Magarini, na maendeleo yamekuja polepole, ishara ya kobe. Kweli si kweli? Na kwa sababu sisi tukiwa vijana, sisi tukiwa wamama, sisi tukiwa wababa, tunahitaji maendeleo yatufikie kwa kasi, na tunahitaji uongozi bora, ndio tunasema tukitaka kujikomboa hapa kwetu Magarini, ni lazima tarehe 27 mwezi wa 11 tutoke kwa wingi, ili tuhakikishe kwamba tumechagua kiongozi bora, na si mwingine ni Stanley Karisa Kenga. Nataka niseme hivi, kwa ule muda amekuwa kwa uongozi, leo ana ujasiri wa kutuambia kwamba muda ni mfupi, muda ambao umebaki kukamilisha muhula huu. Lakini kile amekosa kutuambia ni kwamba kwa ile miaka mingi ambayo amekuwa kwa uongozi, sisi wa Magarini hatujaweza kupata maendeleo. Iwapo ni masuala ya ajira, vijana wetu wamekosa ajira. Kweli si kweli? Iwapo ni masuala ya kuboresha na kuwezesha makundi ya wamama, hilo halijafanyika. Iwapo ni masuala ambayo yanahusiana na kutatuzi wa mambo ya ardhi, hilo halijafanyika. Endapo ni masuala ambayo yanastahili kuweza kusambaza stima ndani ya eneo letu la Magarini, hilo halijafanyika. Yeye mwenyewe akiwa mbunge, hakuna siku hata moja wana Magarini mshaona akiwa na dereva. Kweli si kweli? Hakuna siku hata moja tushaona akiwa na bodyguard. Kweli si kweli? Atakuwa na ujasiri gani kutueleza kwamba atatatua tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana wetu, kama hawezi kuajiri mmoja wetu kuwa dereva, kama hawezi kuajiri mmoja wetu kuwa bodyguard na kuwa PA wake? Ni muongo si muongo? Ni muongo si muongo? Hivyo ni lazima, ili tuhakikishe kwamba tunatatua na kuweza kupeana mwelekeo, ni vizuri jamii ya Magarini kwa ushirikiano tujitokeze kwa wingi, na tuhakikishe kwamba hao mabwana tunawapeleka nyumbani. Niwaeleze kwamba Kenya mzima masikio yao yako wazi, na ndio maana DCP tukiwa hapa tunasikiza ground, Wiper tukiwa hapa tunakomboa Kenya, DAP tukiwa hapa tunakomboa Kenya, na ukombozi wa kwanza utaanza Magarini hii, ili wa Kenya iwe mfano na wapate nafasi ya kuweza kuona mfano huu, ili tutembee pamoja katika safari kubwa ya kuweza kukomboa Kenya inapofika mwaka 2027. Hivyo nitauliza, endapo ni vijana, endapo ni wamama, endapo ni wababa, kwamba siku hiyo sote kwa pamoja tutajitokeza kwa wingi, sote kwa pamoja tutashirikiana,
hatutaenda saa 11 tumechelewa, lakini mapema kabisa mwendo wa saa 9 tutatoka majumbani tuende kwa vituo ili tupige kura zetu na pia tupate nafasi ya kuweza kulinda kura zetu. Nataka niwashukuru viongozi hawa walipoona kwamba wana Magarini haki yao ya uongozi bora imeweza kufinyiliwa, kwamba wizi umeweza kufanyika. Walipopata nafasi kwamba tunaenda kufanya marudio, wakasema ni lazima waje wasimame na mtoto wenu, na ndio maana wamekuja kwa wingi kuwaomba na kuwauliza ili hii safari tutembee pamoja, lakini pia iwe ni safari kubwa ya kuweza kukomboa taifa letu la Kenya. Nasema asanteni sana kwa kunisikiza, na bado tutatembea pamoja ili tuhakikishe kwamba tumeweza kupata ushindi na warudi hapa ili tuweze kufurahia na kusherehekea. Asanteni sana. Ngongoni hoi! Siku za mwizi mnasema ni ngapi? Sasa niwaulize, mkishika mwizi na mali yako, unamrudishia hiyo mali ameiba? Si kuna mtu amepatikana ameiba kura zenyu? Mtamrudishia